Chapesa. Naam, habari kwa michezo mwenzangu wa Chapesa Media. Tunakutana tena katika viunga vyetu vya burudani na michezo. Hamna kinachoongeleka ni zaidi ya michezo. Tunakuletea mwana Chapesa mwenzetu. Endelea kusubscribe, kushare, like na kucomment. Nipo tena na mzee wangu Mzee Saidi. Habari ya mjini sasa hivi ni Ibiza, ila wengi wao wanajiuliza ni new brand au used. Kuna mambo menong'ono ya wanasimba pamoja na wengine wao watani wa jadi wanasema wanasimba mmeletewa used, is not new brand. Baadhi ya wanasimba mashabiki wengine wanasema bwana Jeruti atuhitaji ijaye kwenye mkataba. Iko vipi? Ni news au new brand? Sikiliza Mzee Saidi na yeye maoni yake. Mwanasimba mkeleketwa, je, kapata taarifa kuwa wanasimba chuma imeshafika? Ila cha kumpongeza Jeruti, anaendelea kufanya kile alichokuwa amekiahidi kwenye klabu ya Simba Sports Club. Ni ahadi ya 4 hiyo. Alianza na jezi, akaja na mchezaji, amekuja pia wanasimba kuwavesha wachezaji, na sasa katimiza gari. Bado jambo moja ambalo kwenye ahadi yake ya mkataba na Simba Sports Club kuwa anataka akamilishe swala la uwanja. Nini kitaendelea? Je, hiki kinachozungumzika sasa hivi wanasimba baadhi kama vile kuna minong'ono ambayo inaendelea kuwa gari sio jipya, na wengine wanakuambia ya kwetu mtuachie. Je, Mzee Saidi amepata hii habari? Tumsikilize naye Mwanasimba zenu Mzee Side Nyamwezi. Habari mzee wangu? Salama bwana. Kama bwana. Mambo yanasemaje? Kwema. Mbili tatu. Hatujaonana. Na hali ya hewa kidogo. Na hali ya hewa Mwenyezi Mungu bado anatuteremshia manyevu ya mvua. Hali ya hewa za hapa na pale wanasema watoto wa mjini. Mambo yanaenda. Kabisa. Leta story babu. Story iliyopo naona unaipata Mzee Side mitandaoni ukiingia. Iliyopo sasa hivi. Mimi bwana jana nimeingia tu nikakutana na muhindi wa Simba kachafukwa balaa. Madongo ya kutosha, maneno ya kutosha. Halafu na hili Mzee Side. Ndio. Bwana tulizungumza kidogo lakini hatukuenda okay. Hatuna uhakika kweli ile chuma ya wenyewe wana Simba Sports Club, lakini kadri siku zinavyoenda inaonekana wachambuzi mashabiki inavyosemekana vinavyoonekana bwana chuma kimeingia. Ila chuma kuingia kilivyoingia sio new brand, ni used. Ukipitia baadhi ya mashabiki wanasema bwana sisi kwenye mkataba ulivyozungumza wanatuletea 0 kilomita, sio zinasoma ambao tayari imeshasoma na kimetoka tu kipo gereji. Umeona kwanza? Taarifa umeiona? Kabla sijaongea yote, jana nilikuwa nimepumzika pale nyumbani. Sasa nikawa nasukuma kwenye simu. Wanyamwetu kidogo. Wanyamwetu hiyo mbona kupianta. Sasa wakati nasukuma pale nikakutana na sehemu moja bwana imepigwa picha. Tanzania imepigwa pale, kuna sehemu imewekewa puti. Nini mnasemaga puti? Yaani gari ulizio. Gari limemenyuka kwenye ubavu, yani kama vile limetutumka fulani hivi. Limebondeka. Kwa hiyo wameenda kupaka rangi nyekundu pale. Kasema Mwenyezi Mungu Lakini si watengeza. Lakini sikiliza nikwambie. Na Simba wenyewe. Kuna kitu kimoja ambacho nataka nikwambie. Kwa kwamba unajua kuwa na vitu huwezi kushangaa. Kutokuwa na kitu ukipata kitu lazima utashangaa. Lazima tushangae, na kushangaa kwetu tunashangaa kipumbavu, yani bila kutumia akili. Kwa mfano mdogo sana nitakupa. Yanga hawana rizla. Si ndio? Kweli. Yanga hawana uwanja, Simba hawana uwanja. Yanga kaanzisha mtindo wa kutaka kujenga uwanja. Simba ana uwanja anaojivunia wa mazoezi wapi? Arena Mo. Kashaweka kule. Sasa wewe kama una na mimi wewe ni mtani wangu, wewe lazima unitanie. Nimeleta bovu. Si ndio? Nimeleta nimesoma kilomita. Sio nani wewe? Yaani lazima huyu mtani atakutania tu. Na hata lile basi lingekuja vipya. Yaani lazima kasoro. Yaani lazima Yanga ongetoa kasoro, kwa sababu sisi na Yanga ni watani, sio wagomvi. Haya magomvi mmeleta kizazi chenu nyinyi cha pesa. Cha sasa hivi hichi.
lakini kizazi hicho kilichokuja na mpaka tunakuzikuta Simba na Yanga hawakuwa hivi. Wao walikuwa wananyang'anyana wachezaji, wao walikuwa wanagombana na viongozi ambao mpaka sisi ndio tumehalisi kuwasema viongozi maovu yao. Yanga waliwahi kuchukua bakora, mzigo wa bakora wakauweka ndani ofisini, wanawangojea wazee waje. Mwenyekiti alitokea kwenye tundu la choo, dirisha la choo, mwenyekiti akatoka akakimbia kama kavaa baibui. Bwana, mimi nashangaa hivi vitu, mnajua nyinyi mnaviona kama hii yote ni kwa sababu ya utandawazi na mambo kwenda kubadilika. Wachape viongozi kwa sababu wanawaharibia timu yao, hawapati matokeo. Wakaandaa bakora za kutosha, babu akapitia kwenye kidirisha cha choo. Watu wanasubiri, wakaambia bwana aliyepita na baibui ndio yeye. Katoka kimbia kama ile kuzimwacha. Sasa kumbe mkajinyosha, watu wamesema ndio hivyo. Umeona? Sasa unakuta mtu anashangaa basi. Hivi hawakumbuki kama Simba alishawahi kwenda Bulgaria, aliwahi kwenda kati ya Bulgaria na Brazil, ndio timu ya kwanza kuvaa suti. Tanzania hii timu ya kwanza kuvaa suti walikuwa Simba Sports. Mbona haya mnaongelea? Timu ya kwanza kuvaa suti na moka chini na anakoya pipa na wanapanda pipa, ndio timu ya kwanza Simba Sports. Ukatua wao wana nembo yao ndala Yanga. Yaani ninakwambia ndio maana Wagalatia wao wanakaa wanatuchungulia, hao wameanzisha nini? Wameanzisha hichi, basi tulia na sisi tunafuata. Sisi ni mahodari sana wa kuanzisha vitu alafu tunashindwa kufikia malengo ya mwisho kwa sababu ya unafiki wetu wa Simba. Kumbe Simba huwa na mwanzilishi, ni mwanzilishi mambo siku zote. Anaposhindikana mzee mtani anakuja anamaliza. Usiwaone Yanga wamekaa kimya, na ndio maana wanasema mimi Yanga. Ni kwa sababu nawaambia ukweli, usione Yanga wamekaa kimya, wanatafakari na wanatulia nini cha kufanya kizuri cha kuwaletea wana Yanga kumbukumbu. Usione wamekaa wajinga, wamenyamaza, wanakaa watu wanaongea ovyo mitandaoni, hawajijui. Uwanja hujengi kama vile unapanga tofali za nyumba. Uwanja unatakiwa ujenge kwa karne. Lakini swali haidi kwa kesho unaanza ujenzi. Uongo huo. Nani alisema? Viongozi gani alisema? Kwenye wanaulizwa mara mbili pale viongozi wakasemaje kesho tu? Wewe bwana. Kesho ngoja. Kesho kwanza uwanja kwanza kuna maandalizi yake. Sawa. Kwani walikuwa wameshafanya maandalizi? Kuna kusambaza dongo, kuna kuchimba dongo, kuna kufanyaje, kuna maandalizi chungu mzima. Nyie mnakuja yani sasa hivi wana Simba ukiongea tu swala la basi wewe msaliti. Sawa, tuanze hivi mdesaidi. Kwenye mkataba pale mzee Jeruti alikuwa anaongea mzabuni wenu. Alisema gari linalokuja lipo lenye hadhi gani kwanza? Nisikilize. Cha msingi ni hivi. Lile basi wana Simba wenyewe wakae watulie. Warudi katika mazungumzo yao kwa kwamba hili basi tuliambiwa ni jipya au basi la zamani. Sasa hapo tusiwafuate Yanga kwa sababu wanaotupiga madongo ni wenzetu Yanga. Ndio. Wenyewe na Simba mpo. Kuna wengine bado wanasema gari ni uzi. Wale sio madongo, mtu anahoji ajue. Hiki kitu kweli ndio kile tulichoambiwa. Sasa ndio hayo wewe kwambia ukihoji unaambiwa wewe msaliti. Ukiuliza unaambiwa wewe msaliti. Huyu shabiki alivyohoji kuhusiana na basi alikuwa sahihi. Yuko sahihi, sasa nataka kujua. Ngonga madongo. Simba ndio maana nakwambia sisi mambungungu, na ndio maana tulishaitwa sisi Mamameli. Au umesahau? Kuna kiongozi alikaa Simba pale kwa vurugu kama hizi. Wakasema si nyie mnakaa vikao vya Mamameli. Sio matusha. Hamjatukanwa. Ni kwa sababu ya kukurupuka kwetu bila kutumia akili. Huyu kaliongea neno nikatakiwa nikae nitafakari likoje. Na ndio maana hata mimi wananiita msaliti. Sasa yule mwingine anamwita msaliti kwa sababu kaongelea Simba. Na mwanzo walikuwa hawamwiti msaliti. Na walikuwa wanamsupport. Kwa hiyo bosi ule muhindi na yeye kaonekana msaliti. Kwa hiyo ukiongea jambo lolote hata la manufaa ya Simba wao unaonekana msaliti. Kwa hawa na hao nao waona hawa wote wanaongea ukiongea wanakwambia msaliti, ndio wenyewe wa kwanza Sheikh. Hao ndio wa kwanza
wamesoma albadili kafanani, alama za mnafiki 3. Kwanza unasema maneno ya timii shekhe, ndio hawa ulinga na hoji cha msingi. Bwana wewe, katika mikataba yetu ulisema unaleta gari bio Nandi inatembea kilomita, sio kama mzee Saidi kilomita zimeshasoma unakwenda na saizi mguu mmoja upo kabulini mmoja uko barabarani. Kwa dashboard yako umesha? Mimi nitembea hii shekhe. Mtu atasikudanganya, kinachonistiri ni mafuta ya nazi na nguo hizi zinazovaa walizotuletea sasa hivi. Dashboard imeshasoma. Imeshatembea. Ndio yote narudi. Inarudi naanza zero huko kabulini. Sasa mlinzi anachokihoji yuko sahihi. Jamani, hii gari ni kweli yenyewe? Mjibuni. Kwa bwana hii gari kweli, lakini bwana hii gari imekuja hivi. Si basi. Kwani ukishamjibu hivyo ndio msaliti? Kamsaliti nini Simba? Kafanya nini Simba? Kuuliza. Wewe unapouliza watu wa Simba tabadilikeni. Na ndio maana watu wa Yanga wanakaa wanatufunga, wanatuonea kwa ujinga wetu. Yaani mwenzio anakuuliza. Si unaona kama Mandala wanaenda wamemchezeshea. Kwa sababu wanajua kabisa tukimlipua huyu wenzio watamkataa. Hajakataliwa Mandala. Sijakataliwa. Hajakataliwa Mchome. Hajakataliwa Mhindi. Na Mhindi naye msaliti. Acheni bwana nyinyi watu wa Simba. Nini bwana nyinyi timu sio ya kwenu peke yenu. Wanasema kama wewe mwana Simba, kwa nini ulikosoe kitu kilicholetwa ndani yako? Bwana kukosoa ni kitu cha kawaida na kitaendelea kukosolewa. Kama mwana Simba kweli kama mwana Simba mwenye uchumi kile kilicholetwa ndani ya klabu yako. Bwana Chapesa, msikilize vizuri. Kukosoa ni kitu cha kawaida. Umeelewa? Hata serikali zinakosolewa. Yeye Simba isikosolewe wao kina nani? Simba yeye walikuwa wanakosoana hata huko mwanzo. Siku moja ngoja nikwambie. Ismail Abdulaje alikuwa mwenyekiti wa Simba. Aliulizwa na waandishi wa habari. Bwana wewe vipi, mbona timu inakuwa inafanya vizuri, haitoi matokeo? Unajua alichokijibu? Akasema mimi nasalitiwa na wenzangu. Wenzako kina nani? Watu wa magorofani. Abdulaje. Ndio maana nikaja nikakwambiaje, mharibifu wa timu ni mwanachama mwenyewe. Kwa hiyo unapotakataa kukosoa jambo ambalo unaoliona linaenda kinyume na klabu, yani lazima wewe sio haikuumi. Ili nikae vizuri unatakiwa ulikosoe. Hii sio useme kwamba familia ya mtu labda ndio kajiwekea malengo yake aishi hivyo. Kile ni chombo cha watu, ni taasisi ya watu, inamilikiwa na watu. Sasa kama inamilikiwa na watu, unatakiwa mkubaliane na kukosolewa. Hakuna chama kinachoweza kwenda bila kukosolewa. Hicho sio chama. Hakuna kitu chochote cha mkusanyiko cha watu kilichotengenezwa kikakosa kukosolewa. Lazima kikosolewe. Kama hamtaki kukosolewa, uweni timu. Lakini siko na jambo la kupongezwa kwa Jeruti kwa kufanya. Jambo la kupongezwa, tutampongeza ikiwa amevitimiza vile vitu vyake alivyoahidi. Tayari vinne kashatimiza. Vinne ametimiza, ndio kama hivyo nakwambia gari hizi ni nani atakaye kupongeza? Kama gari lingekuwa jipya kuna mtu angeshindwa kupongeza, na nakuhakikishie hata kama gari lingekuja jipya, Yanga Wagalatia lazima wangekuja na slogan mpya. Nini bwana, basi wenyewe basi gani hili? Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida. Matani ya Simba na Yanga lazima yawepo. Nini ndio mmeo yakataa sasa hivi, lakini sisi yalikuwepo tangu bala. Lakini sasa tukizungumzia hili, watu walikuwa wanataniana mpaka misibani kabla ya kufika kwa Ilza. Jeruti kulileta. Hapa kati kulikuwa na mashindano yamefanyika AFCON under 17. Watu wameamua kuachana na hizi mada, wanakuja kwenda kwenye Ilza. Unaona hili jambo ni sahihi baada ya kuendelea kuzungumzia kile walichokifanya under 20 ndio wale Serengeti Boys wanaachana nayo, wanakuja kwenye habari ya Ilza. Ndio unajua kwa kwamba Tanzania hatuna upendo na timu zetu za taifa. Hili nakwambia ndio ukae ukijua wa Tanzania hatuna upendo na timu zetu za taifa. Laiti tungekuwa tunazipenda timu zetu za taifa, haya yote yasingeongelewa. Si ndio kwa tunaiongelea timu ya taifa. Na ndio maana nikamwambia Mheshimiwa Makonda atengeneze sheria ipeleke kule bungeni. Wachezaji hawa wanapochukuliwa na hivi vilabu vingine hivi, iwe ni sheria waanze. Wote waanze. Wanatoka dakika 74 75, matokeo utajua mwenyewe. Mimi ndo nakwambia. Sasa hao wote watu wanakimbilia kwenye Ilza kwa sababu hatuna upendo na timu zetu za taifa. Hili nakwambia wazi. Maana atakayechukia atafikia sasa hivi. Gari imekuwa ni gari ikiwa kama tayari Jeruti. Yani mimi nataka nikwambie Chapesa.
mimi binafsi kama mimi kwanza, mimi hata nisingeliongelea gari. Ndio. Mimi binafsi si nimekuja, nimeshafika. Si kwetu. Ngoja hadi aliyoahidi kwenye mkataba. Achana na ahadi. Achana na ahadi. Si nimekuja. Ndio limefika. Si la Simba. La Simba. Mnaangaika nini? Kwa nini kuniambia na Yanga wana wivu? Yaani Yanga sio na wivu, au ana wivu, lazima atapeleka maneno. Yaani Yanga hata wao sasa hivi wakijenga ule uwanja, sisi tutakuja kuukosoa. Kama tutakuwa tuko hai na Yanga wakijenga. Na Yanga wasipojenga uwanja safari hii, kama hawatajenga mpaka dunia inageuka. Rudia hapo. Sijakuelewa. Nakwambia kama wasipojenga sasa hivi sasa kwa uongozi huu na muda huu, dunia inageuka. Wewe sasa unavyoona mwelekeo wao wana Yanga. Wewe kama shabiki na unaifahamu Simba na Yanga vya kutosha kabisa. Unaona mwelekeo wa Jangwani pale kupatikanika kwa uwanja. Walivyo, unajua mtu unaongea kutokana na ahadi iliyopewa. Yanga na Simba wameshaanza kuahidiwa vitu hivi kwa muda mrefu. Sahihi. Umeelewa? Sasa hivi kila unayemwambia bwana uwanja wa Yanga wanajenga uwanja, anakuambia hizo ni siasa. Sasa hatujui endapo kama walikuwa wanaitaka siasa au wako serious au walikuwa wanawadanganya wanachomeza. Azazania wanadanganya nini? Wanasema mpaka sasa hivi mimi hawanidanganya, hapo kwenye laptop bado. Sawa. Sasa kama mlifikia hadi mikataba na kuahidi kuwa kesho tunajenga, mnasema bado process za kampuni za kuandaliwa, mliingia vipi kwenye mikataba makubaliano ya uwanja? Tuombe appointment, twende tukamhoji engineers. Bwana engineers, kama unatusikia tunaomba appointment tuje tukuhoji kuhusiana na swala la kiwanja. Kama wewe unapitia ili kusudi tumalize huu mzizi wa fitna. Maana kila mtu leo muuliza anakuambia ni mambo ya siasa. Sasa tunataka ututhibitishie ukiwa engineer Hersi. Atuthibitishie uwanja upo au hakuna. Anajenga anaanza lini? Hiyo ni mali ya Watanzania shekhe. Hiyo Yanga wakijenga uwanja, Simba na wenyewe watajenga. Sasa ngoja. Jerute na mambo manne tayari kashatimiza. Sawa. Bado hili moja, swala la uwanja. Aliahidi atakuwa anatoa B1 kila msimu ndani ya miaka. Sawa. Maana kwenye mkataba wake ni bilioni 5. Sawa. Anaitoa kwa ajili ya uwanja. Sasa ikiwa tayari manne kasha yatoa. Kwani Jerute anajua Kiingereza? Anafahamu. Na anakifahamu Kiingereza. Nataka nimpe ujumbe kwa Kiingereza. Jerute. Mwaga maneno. Sawa. Leta maneno. Kama anatoa hiyo pesa, B ngapi umesema? B5. Anaitoa katika klabu ya Simba kwa ajili ya ujenzi. Mimi namshauri kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Sawa. Kabla hajaanza ujenzi wa uwanja, mimi Jerute namwambia hivi, kutengeneza kwanza timu. Kiingereza umesema. Sasa ndio naanza sasa. Sasa tu tunasaidiana kwenye sasa unatafuta matatizo. Mimi namshauri Jerute. Atengeneze mpira. Ongea Kiingereza. Timu aitengeneze vizuri timu ya Simba. Asajili, asiende kukopa. Wala asiende kuonda bwana naomba wachezaji nikope. Kama kweli Jerute ana nia ya kuisaidia Simba, kama kweli Jerute ana nia ya kuikomboa Simba. Hiyo lugha gani sasa? Hii Kiswahili hichi. Kiingereza kazi ipo. Juzi nimetoka zangu nikapita pale polisi. Nikakutana na mama mmoja. Akanisalimia kwa Kiingereza. Ndio sasa hivi how are you? Nikamwambia salama. Akasema wewe unajua kuongea Kiingereza? Nikamwambia mama unanitaka nini? Niache bwana. Hapo askari wamejazana kibao. Wewe sasa hivi njoo na mimi Kiswahili hajui. Ngoja sasa. Unajua wewe sasa hivi njoo, askari wananiita nikamwambia kwani mimi nilikuwa mnioni mpaka msikie mama ananisalimia kwa Kiingereza ndio mniite. Wewe. Kama ungesomea pale naweza kuona friji na pizza. Moto mkubwa. Tunakuja hapo kwa Jerute. Jerute asajili wachezaji. Yeye anasajili mchezaji. Sikia, Jerute kama kweli, narudia tena. Bana nisikilize vizuri. Unapotaka kutoa pesa yako sharti lazima uisimamie. Mo kakimbia, kuna magubegube pale. Ndio maana Mo kasepa. Na Jerute sitamchukia yule. Kasema wakati yupo? Anatoa hela ya usajili. Sasa kila siku anasema atoi, mara katoa, mara hivi, mara hivi. Kuna Wemba. Ando maneno yenu. Kuna Wemba utaambiwa wamechangishana watu. Uongo huo. Chama sasa hivi. Chama kaletwa na nani? Na mwenyekiti wa bodi.
Mwenyekiti wa bodi. Yeye ipo chini ya nani? Ndio hapo sasa tuulizane, yuko chini ya nani? Sasa Mo tunasema nisikilize vizuri. Uongo. Kama Mo ingekuwa kila kitu tusingekuwa tunadhalilika. Mnadhalilika kwa lipi? Bwana wewe, wachezaji wenyewe kwa. Wachezaji hao wamekuja kuingia dirisha dogo. Nani katoa pesa? Chama wametafuta wenyewe wao viongozi. Naona mnavyotudanganya. Sasa watu wa pesa mwenyewe bosi. Sawa. Sasa mimi nasema hivi, hii kwa haki ila wala sifichi. Kama kweli Jairuti ana nia ya kuikomboa Simba, sio kama Anania tena manne kasema. Anania amekwambia, si tunaona? Au umeona? Basi yuzi bado una nia ya kuikomboa Simba. Nikakuletea nani jezi ya kimataifa kale. Hiyo jezi mimi sina shaka na nimeinunua ninayo. Mchezaji nani? Wavesha wana Simba. Bwana wewe twende taratibu, kumvisha mtu hata mimi naweza nikakuvisha. Kumvisha mtu wala sio shida. Twende taratibu, tukubaliane yule bwana ana pesa, tajiri. Jairuti. Ndio. Sawa. Tajiri ambaye mwenye hela zake. Ni kweli. Yaani huwezi kumkataa. Na unapoongea na yaani kwanza ngoja tumpe heshima yake. Mimi simjui. Kwanza hata kwenye picha sijawahi kumuona. Mfahamu. Yaani mimi simjui hata nikutane naye barabara. Simjui. Sawa. Umenielewa? Hata niseme mimi nikutane naye hapa nite mimi aniambie mimi ndio Jairuti nitamwambia wewe muongo. Kwa sababu mimi simuoni. Yule bwana ni tajiri. Atakaye kuonekana mara kwa. Uongo huo asionekane yeye Mungu bwana wewe. Yule binadamu tu akifa. Mabosi waje wataki. Sikia. Unamwambia mimi namtumia salamu. Ili kusudi uonekane ni bora zaidi. Mwaka huu Simba wachukue ubingwa. Ili aonekane bora. Mwakani, tena mwaka huu. Mwakani aonekane bora. Ndani ya miaka 5 walioingia mkataba na wana Simba. Yaani aonekane bora. Kwanza atengeneze timu. Hili nakwambia cha pesa. Unaona Simba wataniona ni chizi. Huyu mzee mbona anasema atengeneze timu? Na akitengeneza timu, tukapata matokeo. Mawe. Leo tutamuona kama vile tunavyomuona Mo. Mimi nakwambia mdomo. Sasa ngoja hapo tuendelee. Jairuti atengeze timu. Yaani sikanunua basi. Umeona kama lina msisimko katika timu. Imekuja uone maneno. Maneno haya si ya kawaida ya wajinga wasiojielewa. Yaani haya maneno ya wajinga wasiojielewa. Kuwa na basi sio tija. Twende kazi. Kaleta basi. Ndio. Anawavalisha ngozi inaitwa dola. Utajua wewe. Haya, twende. Amenunua kingine mchezaji nani? Inoloemba. Ndio hayo nayekwambia, aenda kalete wachezaji wa maana waje wafanye kazi Simba. Yule hatosahaulika. Lakini swali kao wenyewe wanakamata. Ukisikiliza speech ya mheshimiwa pale mwenyekiti wa wakurugenzi Magori, anasema wao walimwelekeza au walimwambia bwana, kuna mchezaji pale anaitwa Inoloemba pale DRC Congo, tunamhitaji kamchukue. Ndio ameenda kununua. Tayari ni kabineti ya wana Simba kama walikaa wale viongozi wenu wale wanaoongoza ile klabu. Wale pale 10% ipo. Inoloemba unamuona? Ndio unamuona, unaweza kumfananisha na Mpanzu. Hivi asimame Mpanzu hapa asimame Inoloemba, wewe unaenda kwa nani? Hata kwa sababu ni jamaa yako Jairuti utakaa kimya. Utosema mimi naenda kwa Mpanzu. Mimi sinakwambia. Simamisha Inoloemba pale na yule nani yule Geni yule. Mimi naenda kwa Geni. Libasa. Sasa mimi naenda kwa Libasa, nasimama kwa ngoja Libasa mwanangu unanibeba. Mimi anapaswa. Ana magoli mangapi? Tamka njia pale. Achana hizo habari. Tufike sehemu tukubaliane wana Simba. Tuache maneno ya kijinga, tupige kelele Simba itengenezwe. Full stop. Basi limekuja, kaeni kimya. Basi letu limeshakuja la klabu, liacheni likae. Mnakaa mnabishana na watu, mnatoleana aibu nini? Wewe sio mwanachama, wewe si nini? Kisa mtu kahoji, ana haki kuhoji. Kwa nini asihoji mwingi? Au kwa sababu mnamuona kwa rangi yake? Ni Mtanzania na ana uwezo wa kuhoji. Na kwa nini wana Simba au wana Yanga? Hizi timu mbili, vilabu viwili hivi tuzungumzie sasa. Simba na Yanga. Pale kwenye mshabiki anapotaka kuhoji jambo, inaonekana ni msaliti. Kwa nini? Simba ndio tumezidi. Na kwa nini sasa hiyo hivyo? Kwa sababu kwanza, sababu ya kwanza timu haileti matokeo wanayoyataka au tunayoyataka. Kwa kila mmoja atakayepeleka maoni yake msaliti. Sio kwenu tu. Hata kuna mdada anaenda kupiga picha pale Jangwani. Yule dada
Tena sikiliza. Tena maneno ya kutosha na ya kabisa. Yule dada kaubeza uongozi. Mimi naubeza uongozi, hujanipa nacho kihitaji, umenipa ubingwa. Ungepata bado. Sasa yule dada kaenda kubeza, anasema siku 20 na ngapi 20 na nini, hamna chochote. Uwanja ujengwi kama vile unavyojenga tofali za nyumba shekhe. Kuna process nyingi. Mimi nitegemea kama mtakuja kuonyeshwa hata hati. Wana Yanga kama wasipowashukuru hawa viongozi walioko madarakani, hakika daima niishia hapo. Hakika daima naishia hapo. Daima kama umemalizia daima. Wewe acha babu, wewe acha. Yaani wao wanatakiwa washukuru kweli wale viongozi mpaka pale kufikia wana hati ya uwanja. Sisi tumekabidhiwa hati ya uwanja sijui ya nayo nani. Tulishaga pewa siku nyingi hati ya uwanja. Na uwanja ule pale tumeshindwa kujenga. Ule Arena. Sasa sasa ambao hata kwenye mazoezi mnao. Swala hata kwenye Barangu utafanya mazoezi. Mbona Simba walikuwa wanafanya mazoezi Jangwani pale na ilikuwa inaleta matokeo? Swala sio kama nini uwanja wa mazoezi. Tunahitaji timu hiyo ina uwanja, ndio utajiri mkubwa. Mtu yote anakwambia ashika ardhi. Ardhi ndio msingi wako wa maisha. Sasa hivi hata serikali ikija inataka eneo lile iwekeze, lazima itakuita. Wewe utakwenda na makablasha yako. Okay, this coming to certificate ya Uganda so return. Mnaongea kwa mnabadilishana mawazo. Hapo serikali imeleta watu wake. Mnakamwezesha service. Okay, very consent yeah. I'm coming to okay, yeah. Yaani okay. Unaambia bwana thousand hivi kimewekwa pembeni. Hapo unaongea Kiswahili mbele ya ardhi. Ni maskini Simba na Yanga maskini. Wengine wameshakuwa na kiwanja kile pale. Tumzungumzie bwana matajiri wa Dar es Salaam. Nani? Azam FC. Bwana zile tetesi, minong'ono, nyimbo na maelezo mengi yalikuwa yanatoka kwenye baadhi ya media kusema Ibenge ameondoka. Baadhi ya media sisi wewe bwana. Sisi ameondoka tayari, mkataba ameshaingia na wanamari bwana, ile ofa imekufa. Yule nani wamejidhihirisha kwa wao ni ngoja hivi vilabu. Yusufu kaona ujinga mzee Saidi ananidharau mimi. Hakaenda kumwambia bwana nani kocha wake. Wewe mzee Benge, I'm going to marry no, it's coming to from Tanzania Football Azam Federation. Okay, it's okay. Okay. They don't nataka they $1,000 million. Okay, sign up. Bwana mkataba umesikia leo? Mkataba lazima mpaka 2028. Adamu ananuka 2028. Adamu amegatiika mnyesaja mfanite bila bofu. Kapanga. Tunakubaliana kuwa wale ndio matajiri wa. Kwani mimi ninavyosema siku zote sinawapa heshima yao ya utajiri wao? Wale? Umesema wanauza nini wale? Lambalamba. Na nini ile? Nini? Kuna lambalamba alafu kuna strawberry. Zote zile wanauza. Sasa wewe unategemea nini? Babu, wale wana hela kuliko Simba na Yanga. Simba na Yanga wana hela ziko mikononi mwa watu. Wale wana hela ziko kwenye klabu. Kwa bwana leo tunamtaka nani yule mchezaji bora wa Afrika yule nani sijui. Lete hapa, haki ya Mungu Azamu wanamleta. Azamu wanamleta sana. Tena hawapepesi macho. Ila sema wameingia kwenye slogan za Simba na Yanga, tendeni. This coming to form ball. Simba na Yanga. Bas. Hata fikiria wamembakiza, unajua kabakiza kwa bei gani? Ndio hapo sasa. Maana wao unafanya mkataba mrefu. Alafu mkataba mrefu 2020 ngapi? 2028. Yaani 26, 27, 28 na hiyo yote. Na sasa yule atawaambia nyinyi si mmeniambia mimi nibaki. Nileteeni watu. Sasa shida Azam hata aje nani? Ndio shida hiyo. Mimi nilimwambia Yusufu siku moja. Shida yao nini? Shida yao nini? Wanatapeliana wenyewe wale. Wanatoleana siri. Yaani mchezaji mzuri akija pale? Mchezaji mzuri akiwafunga Simba, watu akimfunga Yanga watu wananuniana, wanataka kupigana. Simba ziko habari pale. Yaani Azam akifunga Simba. Yule bibi hata mimi nikuuliza yule bibi timu gani kabla ya Azam? Azam. Kabla ya Azam walikuwa timu gani?
Azam msimeanza juzi. Sasa kushabikia Azam. Azam na Simba. Ngoja. Usikatae, subiri kwanza. Subiri. Usimtawaze kabla sijamaliza. Subiri nimalize ndio umalizie na wewe kunitawaza. Iko hivi. Yule na Azam yule kashazaliwa. Sawa. Azam imemkuta yuko duniani. Na akili zake na hesabu zake na familia yake. Ndio. Sasa alikuwa timu gani? Kabla hapo alikuwa afuatilia. Kuja Azam. Wewe toka hapa. Yule Simba yule. Yule Simba yule. Yule mwenyewe anajifinya yule. Simba wakiwa wanacheza na Azam. Kati ngoli Simba. Kumbe anataka Simba ishinde. Sasa wewe nenda wewe. Unafanya mchezo nini? Wewe watu wote wengine wako Simba pale, Yanga sisi tunawajua, lakini kwa wanakwambia sababu ya kazi. Wengine wako Yanga pale, lakini wako Yanga. Mashabiki wa Yanga wako wa Simba, watu wa Simba wako subutu. Wewe uende mtu wa Simba wakujua uende Yanga, wewe unaondoka siku hiyo Galatia mchezo. Tumalize na hiyo Simba. Zandani inaonekana bwana wanataka tupe kitita pale piramidi. Piramidi kamwage pesa. Tumchukue nani? Unataka yule mzee kupiga hivi. Na Mayele. Wewe siku mimi sitaenda uwanja wa ndege. Wewe mimi naambiwa Mayele anakuja Simba. Mimi wala hata siulizwi na mtu. Na kodi bajaji au na kodi pikipiki. Naenda kumsubiri haki ya Mungu, na mimi ndio itakuwa mara ya kwanza kwenda uwanja wa ndege pale, kwenda kukaa na msubiri Mayele. Ndio bosi anataka afanye hivi. Wewe bana wewe utaacha tuje tuchanganyikiwe bure. Wewe kumtoa tazama ile watu tulichanganyikiwa, watu wakapigwa shoti wakafa kwenye lori. Wewe unafanya mchezo nini? Wewe Mayele anakuja. Mimi wa kwanza na kodi boda boda. Wewe unafikiri mchezo nini? Si injiniani si walimbebaga yule. Haki ya Mungu mimi nitafanya kampeni mpaka yule Mayele tumbebe. Ya, udi na uvumba babu. Yana mtaka kweli. Mayele mnamhitaji sana. Hakuna mwana Simba yote atakasema, kwa nini Mayele kaja? Subutu. Wewe viongozi wafanye kweli jambo. Wewe bwana wewe. Yaani hata Mungu Mayele wamemtangaza kaja Simba. Naenda pale uwanja wa ndege. Sio wa Tanzania huyo. Mimi naenda kwenye maua yale mpaka nimuone ameshuka kwenye ndege. Na bodaboda tena na bodaboda namwambia na kukodi kwa shughuli maalum. Naenda kumpokea Mayele, kwa hiyo utulie. Unafanya mchezo na Mayele nini wewe? Wewe Mayele na anakuja kama unafanya mbinu namwambia Mayele, uwafunge Yanga alafu bonge hapo tetemeka fanya hapo safi baba. Hapo mimi na garagara huko uwanjani. Unafanya mchezo wewe. Umemaliza umetoka. Mayele huyo. Wewe Mayele habari nyingine babu. Mayele ukikosha. Na mimi haki ya Mungu nakwambia yeye yupi? Afanye hivyo. Akamwambia pesa pale piramidi. Mimi nakwambia hata gari hamna atakayeliongelea. Bwana. Mama we, amlete nani Mayele? Hakuna atakayeliongelea basi. Mayele nipangie kwanza kikosi chako kabla sijafunga kipindi. Kikosi cha kwenda klabu bingwa? Nataka kikosi chako cha msimu wa 2025-26. Cha Simba? Kikosi chako wewe pendwa. Unajua mimi kikosi hiki ningekuwa nacho au klabu yangu ingetengeza kikosi kama hichi. Timu unayokuja. Golini Jijiji hala. Namba moja huyo. Sawa? Fullback Mohamed Hussein. Safi kabisa. Fullback yao. Kwasi huyo. Sawa? 5 na 4 Baka na mwenzie Jobu. 6 nani? Mvunjakuni wa Simba nani wewe? Kagoma. Yule lazima umweke mvunjakuni yule. Kwako wewe. Yaani mimi ni wewe. Kwanza mimi nikimwonaga mtu katikati najua basi. Yaani kama vile namwambia wewe gonga huyo. Na ukisema gonga kimoyo mwana anagonga kweli. 7 natembea na nani? Na Okelo. 7 na Okelo. 7 natembea Okelo. 11 huko namtupa babu Zoazoa. 9 na 10 Libasa Gay. Anatokea pembeni. Alafu hapa 8 watu walisaidia na wenyewe makocha. Mimi hiyo ndio ya kwangu.
Afu simu yangu inaita sana. Sijui tajiri gani ananipigia simu. Tayari. Mimi nimeshamaliza wewe. Sasa basi mpaka niangalie kwenye simu, nilipanga nimetulia. Mshailimuze baba unaandika nini? Nikamwambia naandika timu ya klabu bingwa. Kumbe na timu ya klabu bingwa. Hebu nipangie safu ya timu ya klabu bingwa. Inachukua ilikaguna tu lile tu. Panga kwanza kikosi cha klabu bingwa. Kama unataka nichukue simu ndani. Kwa umepangia kwenye simu? Tunaandika majina afu tunasoma. Sasa unaandika wapi? Sawa, nimeshaandika. Ngoja nichukue, songea nichukue hapa. Ngoja tu hayo. Ngoja kwanza tuanze kusoma. Si ndio twende? Kama tunataka kusogea ile kimataifa, kikosi chako wewe ulichokipanga. Tuanze na namba 1. Jiji Diara. Namba 1 huyo. Namba 2 Yao Kwasi. Namba 3 Namona Mohamed Hussein. Ibrahim Baka. Namba 4 Dickson Jobu. Namba 5 Ali Diaucho. Namba 6 Unanielewa hiyo? Kuna Gilmugisha. Mugumudisha bwana. Macho wenyewe shida. Hii aliandika namba 8. Aliandika nani? Namba 8 Fei Salmu. Namba 9 Mayele. Namba 10 Aziz Ki. Aziz Shemeji. 11 Alphonse nani? Anisete Yaula. Sasa kuna sababu bado naona kuna sababu hiyo huko chini, soma na wewe macho nimeshaanza kuona Mandula. Kuna Mwenda, kuna Pakome, kuna Alani Okelo, kuna Seguye, kuna Pilaya Kagoma, Duke Abuya, Idinado, Sinzingeli, Roshandi Luke, Mzinze. Mmesikia na mabosi juu. Ndio. Bwana Saidi mpaka mabosi nayo hitaji. Kwa kwanza bosi wako? JSM. Ngoja kwanza. Umeniambia nani anaweza kumiliki hiki kikosi kati ya JSM na Mo? Nani tunawapa wenyewe. Wapige kula. Nani? Kama kweli wanatusikiliza na wanatufuatilia. Kikosi hichi kuna JSM kuna Mo. Nani anaweza kumiliki hiki kikosi? Tumpe nani kama anaweza kumiliki? Ni hatari babu. Kaka wako atanifotofoto kwenye mpira. Vitu vinatoka kichwani, nakaa unatulia. Mimi ninachowaza ni mpira. Bwana, hiki jamani kikosi cha Mzee Saidi. Wale ambao hawajui kikosi cha Side ni hiki. Yaani mimi nakaa natulia. Mzee Saidi, kikosi cha kimataifa, kikosi yaani hicho unakutana na Piramidi, unakutana na nani, unakutana na nani, wote unagonga. Ni cha kwake yeye. Na yaani anayo kaiweka pembeni, sababu ipo pembeni. Unagonga tu mokomoko. Okelo kaweka sabu. Okelo nimemweka sabu, anakuja kupasua. Kaweka sabu. Anakuja kupasua maini ya watu. Unafanya mchezo unatoa nini? Anakuja kupasua maini ya watu. Bwana Mohamed Hussein anasema afadhali niko Yanga, Azizikia anakuja. Ndio madoba. Bwana mimi na ziada nilikuwa na Mzee Saidi tukizungumzia habari za michezo, hususan zile kelele au sitofahamu za mashabiki baadhi kutoelewana kuhusiana na ujio wa gari la Simba. Mzee Saidi anasema gari limeshakuja. Cha kwanza apongezwe mwekezaji kwa sababu ahadi aliyoitoa tayari anatekeleza. Hii ni ahadi ya 4. Wewe mwana Simba iwe nani nini ni jambo la kumshukuru kwanza na kuendelea kumpa support mwekezaji, kumpa support mzabuni bwana Jerut kwa kile alichokiahidi kinatekelezwa. Sasa nini minong'ono, nini sitofahamu, kwa nini wana Simba mkae kutoelewana? Hii yote ni kitu kimoja kikubwa kinachohitajika pale mtu anapotoa mawazo yake au maoni yake kuhusiana na klabu, sio kumtukana na wala sio kutofautiana. Yale ni mapendekezo yake na ni ushauri ndani ya klabu. Wote nyinyi mnapenda Simba Sports Club, wote mnaipenda Yanga, wote mnaipenda Azam. Mchezo au mchezo si ugomvi. Mchezo ni kutengeneza undugu na urafiki. Sina la ziada. Huyo ndio Mzee Saidi anachozungumza. Na sisitiza tena na tena. Yeyote kama unataka uonekane mwanaume, tengeneza timu. Asante.